Shalom, 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 mwanafamilia maombi ya ukombozi. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kukualika asubuhi ya leo. Asubuhi nzuri, asubuhi ya baraka ambayo Baba ametupa tena kibali na upendeleo. Nichukue nafasi kwanza kabisa tumshukuru Roho Mtakatifu ambaye ametupa kibali asubuhi ya leo tena. Tusimame kwenye madhabahu yake. Baba yangu ninakutukuza. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Asante kwa sababu ya kutupenda na kutupendelea watumishi wako na wajoli wako. Tuko mbele zako tena majira tena haya, watoto wako tumenyenyekea mbele zako. Tunasihi rehema zako tena Bwana Yesu. Tunasihi rehema zako tena Roho Mtakatifu. Tutakase kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu tena watoto wako. Sisi ni wenye dhambi. Hatustahili kabisa mbele zako Roho Mtakatifu. Utuoshe kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu tumenyenyekea kwako. Biblia inasema ya kwamba dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Sawa sawa na kitabu kile cha Isaya sura ya kwanza na mstari wa 16 mpaka 19. Baba, tuoshe na utusafishe sawa sawa na fadhili zako. Roho Mtakatifu utuweke wakfu leo kwa ajili ya kazi kubwa ya kukutumikia wewe Mfalme. Utukufu na enzi na uweza na nguvu ni vyako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Kila mmoja akili aseme amina, amina, amina. Ninamtukuza Mungu kwa namna ya kipekee. Bwana Yesu ametupa tena kibali hiki kikubwa asubuhi ya leo. Nichukue nafasi hii kukuomba kama huja subscribe, basi subscribe channel hii na uweze kujiunga na maombi yetu ya kila siku asubuhi na zaburi za ulinzi majira ya usiku. Nikuombe fanya kitu kikubwa sana cha kishujaa na cha kijasiri, kupeleka habari hii kwa watu wengi sana. Kwa hiyo copy link na peleka kwa kila rafiki, ndugu, jamaa anaposikiliza maombi haya. Kuna mkono wa Bwana naamini utakuwa dhidi yako. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi haya asubuhi. Weka agano kila siku asubuhi kupanda dhabihu yako ya sadaka kwa ajili ya kazi kubwa sana. Kumbuka unaposimama na dhabihu, unapotoa dhabihu yako kila siku asubuhi ukaweka dhabihu, Mungu atasimama na wewe kupitia agano lako na maombi yako. Watu wengi wanapenda kuomba lakini sio watoaji wa dhabihu, sio watoaji wa sadaka. Usiwe miongoni mwa watu wanaoomba bila kutoa sadaka. Omba, toa sadaka na utaona mkono wa Mungu ukifanya mambo makubwa sana, kama wengi wanavyoshuhudia maombi ya asubuhi haya ambayo yamegeuka kuwa neema kubwa na ukombozi katika familia nyingi za watu. Namba zetu za sadaka ni hiyo namba ya Vodacom ya 0756934903. Lakini pia jambo lingine, inawezekana unapita kwenye changamoto kadha wa kadha na unahitaji kushare pamoja na mimi. Naomba utumie namba ya WhatsApp ya 0679645759. Ni namba muhimu sana hiyo. Tuma kama unataka kujoin WhatsApp group letu la maombi, basi tutakujoin kwenye group la maombi. Lakini kama unapitia changamoto, basi tutumie ili niweze kusimama na wewe na mkono wa Mungu uende kutenda kazi. Bwana Yesu ametupa neema ya kushughulikia maombi 15 ya neema. Sasa maombi ya 15 ya neema, ninaomba hakikisha unapitia ombi la kwanza mpaka ombi la mwisho. Na neema ni neema kukufanikisha 2026. Kumbuka neema ni nguvu ya uwezesho. Kwa hiyo ziko aina nyingi za neema. Maombi haya ya neema ukiyaomba, yatageuka kuwa ukombozi, yatageuka kuwa ufunguo, yatageuka kuwa milango mikubwa ya utukufu. Kwa hiyo neema hizi zitakusaidia. Tunazo neema nyingi na Mungu akusaidie kupitia maombi haya. Asubuhi ya leo, neema tulio nayo ni neema ya kuwa kiongozi, neema ya uongozi. Neema hii ni neema kubwa ambayo watu wengi hawajui, lakini kila mmoja aliitwa kuwa kiongozi. Yaani kuna kitu ambacho umezaliwa nacho cha kiuongozi. Sasa kumbuka, usipokuwa na neema hii utapata kazi sana kuongoza watu.
kwa sababu kila mmoja kwenye eneo lake ni kiongozi. Yani kila mmoja kwenye eneo lake ni kiongozi. Kwa hiyo utajikuta unagombana na watu, unapigana na watu, unapambana na watu kwa sababu hauna neema ya kuongoza. Hauna neema ya kuongoza. Lakini kuna watu pia ambao wanatamani kuwa viongozi. Sawa? Anatamani kuwa viongozi, waongoze watu. Kwa hiyo kama hauna neema ya kuwa kiongozi, hauwezi kuwa kiongozi. Lakini mtu ambaye ana neema ya kuwa kiongozi, utashangaa atateuliwa, atasimama kwenye uongozi na atakaa kwenye uongozi sehemu fulani, kwa sababu kuwa kiongozi ni neema. Kuna mtu akisimama mahali kokote anachaguliwa kwa kiongozi. Nashangaa wewe utakuwa kiongozi wetu, wewe utakuwa kiongozi wetu, utakuwa kiongozi wetu. Ile ni neema imekaa juu yake. Kwa hiyo kama wewe uko ofisini na unatamani Mungu akupe kuwa kiongozi, lazima uwe na maombi maalum ya kuwa na neema ya kuwa kiongozi. Glory to Jesus. Uko kwenye eneo la serikali, unatumika kwenye ofisi za serikali. Kama wewe una neema ya kuwa kiongozi, utakuwa ni mtu wa kuongozwa tu. Utaongozwa tu na hakuna siku utakuja kuwa kiongozi. Kwa hiyo unashangaa watu wanateuliwa, wanakuwa viongozi, wewe unabaki. Umeona? Watu wanateuliwa, wanapewa nafasi, wewe unabaki. Umeelewa? Kumbuka, unapopata nafasi ya uongozi ndipo maslahi yanapoongezeka, ndipo mapato yanapoongezeka, ndipo kila kitu kinapoongezeka. Lakini ukikaa kwenye nafasi yako hiyo hiyo ya miaka yote, nafasi hiyo hiyo, wewe utabaki kwa mtu wa vile vile. Sasa na mimi nataka nikwambie, wewe ni kiongozi na Mungu lazima achilie neema ya uongozi ndani yako. Haleluya. Lakini pia acha tu habari za kuteuliwa na habari za kuwa sehemu kama mtu mkuu, lakini nataka nikwambie neema ya uongozi ni neema kubwa sana. Mtu yeyote ambaye anaendesha kampuni, kama una neema ya uongozi, kampuni yako itakufa. Umeelewa? Lakini mtu yeyote ambaye hana neema ya uongozi, hautaweza kuongoza hata watu 4, wote watakuacha. Kwa hata kama ni biashara, utashangaa biashara zinakufa, haziendi kwa sababu hauna neema ya kuongoza. Glory to Jesus. Kwa hiyo neema ya kuongoza ni kitu kikubwa sana. Ukiangalia hii neema ya kuongoza, tutasoma maandiko ni yako mengi sana. Lakini tunamuona Yusufu kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ya 39, Mwanzo mpaka sura ya 45, unamuona Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtoto, sio mtoto wa mwisho, lakini ni mtoto kwenye familia, alikuwa ni mdogo. Lakini Yusufu akaota ndoto kwamba anaongoza ndugu zake. Umeelewa? Aliota ndoto anaongoza ndugu zake. Na baadaye akawaambia ndugu zangu, jamani, mimi naota ndoto kwamba ninawaongoza. Vita ndio ikaanza. Yusufu akamkurupusa, Yusufu anaenda kumuuza. Ni kwa sababu yeye ndoto yake ya kuwa kiongozi. Yusufu anaenda kupelekwa mpaka gerezani. Anaingia kwa Potifa, bado vita inaendelea. Anaenda mpaka gerezani, vita bado inaendelea. Lakini kwa sababu Yusufu alikuwa na neema ya kuwa kiongozi. Umeona? Alipopelekwa bado kwenye gereza, alipofungwa, baada alitafsiri ndoto ya mfalme. Watu wengi wanajua hii historia. Na baada ya kutafsiri ndoto ya mfalme, Yusufu akaitwa, akaenda mpaka kwa Farao, na Farao akatoa pete akamvalisha Yusufu. Yusufu, ile neema ya uongozi ilikuwa juu yake. Tunaona Yusufu anasimama mpaka kuwa waziri mkuu kwenye taifa la Misri. Sasa hii ni neema ilikuwa juu ya Yusufu. Si Mungu ailete juu yako mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Na wewe uwe na neema ya kuwa kiongozi. Glory to Jesus. Unaweza kuona, acha tu kwa Yusufu. Nenda, nimesema maandiko ni mengi ya watu wenye neema ya kuongoza. Angalia Yoshua. Soma kitabu cha Yoshua, sura ya 1 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 9. Mungu anamwambia Yoshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Sasa wewe Yoshua, amka, kwa sababu ndio wewe utakayowapeleka wana wa Israeli kuwarithisha nchi yenye maziwa na asali. Yoshua alikuwa na neema ya kuwa kiongozi. Ndio anavusha wana wa Israeli kuwapeleka kwenye nchi yenye maziwa na asali. Mahali pale alipoishia Musa, anamuinua kiongozi Joshua kuwapeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani. Unaweza kuona, na kweli tunaona neema ya uongozi ilikuwa juu yake kwa namna kubwa sana. Akawavusha, akawapeleka ng'ambo. Nenda kwa Esther. Soma Esther sura ya 4. Soma Esther sura ya 5.
ataenda kumuona Esther. Mordekai anamfuata, anamwambia Esther, ndugu yangu, wewe ukinyamaza kimya ndipo Israeli wote watakapoangamia. Lakini tunamuona Esther alikuwa na neema kwa kiongozi, anaongoza wana wa Israeli, anawatoa, anawapeleka katika hatima, anawatenga kupitia neema ya uongozi, anaingia mpaka kwa mfalme, anabadilisha nguvu iliyokuwa imetumwa na Haman ili kuua wana wa Israeli. Glory to Jesus. Lakini tumalizie pale kwenye Ezekieli 22:30. Sema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi isije ni karibu, lakini sikumuona. Umeona? Sasa Mungu haoni ni nani atakayesimama kuongoza maelfu, ni nani atakayesimama kuongoza, kwa sababu kama neema Mungu huna, huwezi kusimama kuongoza. Asubuhi ya leo nakuombea neema ya Yusufu ije juu yako, neema ya Yoshua ije juu yako, neema ya Esther ije juu yako. Uwe kiongozi mkuu katika taifa hili, uwe kiongozi mzuri kwenye hatima ya kazi zako, uwe kiongozi mkuu katika nafasi ya familia, uwe kiongozi mkuu wa kuleta matokeo na mafanikio makubwa mwaka 2026. Mahali kokote ulipo unahitaji neema kwa kiongozi. Kamata sadaka yako, unganisha sadaka kwenye maombi haya, utaona Mungu anakupa neema kwa kiongozi. Inua mikono yako, naomba tuombe. Baba yangu katika jina la Yesu, ninakutukuza sana kwa ajili ya mama huyu, baba huyu, kijana huyu na binti huyu ambaye Baba umesimama mbele zako asubuhi ya leo. Wanahitaji neema ya kuwa viongozi wakuu watakaolitumikia kusudi na shauri kwa ajili ya ufalme wako. Mungu liye hai, katika jina Yesu, nguvu yoyote inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho kuondoa neema ya kuwa wao viongozi katika eneo ambalo Baba umempa, ninatangaza hiyo nguvu, ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninatamka kuanzia sasa, ile neema iliyokuwa juu ya Yusufu kamfanya kuwa kiongozi, ninaomba neema ije kwa mama huyu, ije kwa baba huyu, ije kwa mama huyu, ije kwa binti huyu, kwa kijana huyu, katika jina Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunatambua kabisa huwezi kufanya lolote bila wewe na bila kuwa na neema kwa kiongozi. Mungu liye hai, katika jina Yesu, nami ninatamka msikilizaji wangu naye muombea, pe neema kwa kiongozi. Roho shanda rabakota, anza kutamka, anza kuomba, mwambie Yesu, naomba nipe neema kwa kiongozi. Mighty name of Jesus Christ. Roho Mtakatifu liye mwema na mwaminifu, pe neema kwa kiongozi mkuu katika nafasi na katika sehemu ambayo Baba umenipatia, katika jina Yesu Kristo. Pe neema kwa kiongozi mzuri atakayeleta tija katika ofisi, katika biashara, katika hatua na ngazi za serikali, katika jina Yesu Kristo. Baba, mpe neema ya kuongoza, pe neema kwa kiongozi mzuri, pe neema kwa kiongozi mkuu, katika jina Yesu Kristo. Mwaka 2026 ninakufungulia mwanangu, nenda ukae kiongozi mkuu, nenda ukae kiongozi mkuu, nenda ukae kiongozi mkuu, nenda ukae kiongozi mkuu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Unahitaji kuwa kiongozi? Nijulishe kwa njia ya WhatsApp, tutasimama pamoja, taomba na Mungu atakupa neema kwa kiongozi. Na nichukue nafasi kuomba, namba ya sadaka ni hiyo hapo kwenye namba Vodacom. Weka sadaka yako na utamwona Mungu. Nichukue nafasi hii kukualika sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia na maelfu ya watu wanakusanyika hapa Gairo, Morogoro, chini Tanzania, na utamwona Mungu akiachilia neema ya kuwa kiongozi mkuu katika nafasi yako. Shalom, 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 shalom.